Wako waliobishana na Musa, wako waliopinga, wako waliomwambia nani aliyekuchagua. Kawaulize kitu kilichotokea kwao. Kuna nyakati ambazo maisha humfikisha mwanadamu kwenye njia panda. Njia moja inaonekana rahisi, huku njia nyingine ikionekana ngumu. Wakati mwingine mtu ana kila sababu ya kukata tamaa, lakini ndani yake kuna sauti inayomwambia aendelee mbele. Na mara nyingi katika nyakati hizo, bila sintofahamu, watu hutafuta neno moja tu, neno la matumaini. Kwa maelfu ya Watanzania na watu kutoka mataifa mbalimbali, baadhi ya majibu hayo yamekuwa yakipatikana kupitia mafundisho ya mtu ambaye kwa miongo kadhaa ameendelea kufundisha kuhusu imani, maombi, kusudi la maisha na uhusiano wa mwanadamu na Mungu. Mtu ambaye hakujenga jina lake kupitia mziki wa siasa, bali kupitia mafundisho ya neno la Mungu kwa kina na kwa utulivu. Huyu ni Christopher Mwakasege. Kwa miaka mingi Christopher Mwakasege amejulikana kwa mtindo wake wa kipekee wa kufundisha neno la Mungu, tofauti na mahubiri yanayolenga hisia pekee. Mafundisho yake mara nyingi hujikita katika kueleza maandiko kwa kina, kuyahusisha na maisha ya kila siku na kuwafanya wasikilizaji kutafakari kuhusu uhusiano wao binafsi na Mungu. Katika mikutano yake si jambo la kushangaza kuona watu wakikaa kwa saa nyingi wakisikiliza mafundisho bila kuchoka. Wengine huja kutafuta majibu ya changamoto za maisha, wengine hutafuta kuimarisha imani zao, na wengine huja kwa sababu ya kiu ya kumjua Mungu kwa undani zaidi. Christopher Mwakasege alizaliwa mwaka 1965 katika mkoa wa Mbeya nchini Tanzania. Kwa sasa ana miaka 61 na historia yake inatuambia miongoni mwa wahubiri walioandika vitabu vingi vya neno la Mungu, basi huyu ni mmojawapo kutoka nchini Tanzania. Christopher Mwakasege amekuwa akifanya huduma ya kufundisha neno la Mungu kwa zaidi ya miongo miwili sasa. Rekodi za mikutano na semina zinaonekana tangu mwaka 2000, huku akifanya mikutano mikubwa Tanzania, Ulaya, Marekani na mataifa mengine kwa miaka mingi. Moja ya mambo yanayomtofautisha ni namna anavyosisitiza umuhimu wa kumjua Mungu binafsi badala ya kutegemea uzoefu wa watu wengine. Katika mafundisho yake amekuwa akihimiza waumini kujenga maisha ya maombi, kujifunza neno la Mungu na kutembea katika utii wa kiroho. Kwa maelfu ya watu mafundisho yake yamekuwa zaidi ya mahubiri. Yamekuwa mwongozo wa maisha. Wapo wanaosema yalibadili mtazamo wao kuhusu ndoa, wapo wanaodai yaliwasaidia kuvuka vipindi vigumu vya maisha, na wapo walioeleza kuwa kupitia mafundisho hayo walipata sababu mpya ya kuendelea kumtumainia Mungu katika changamoto. Yako mikononi mwangu, ili uyapate lazima yatoke mikononi mwangu, yanakuja kwako. Mkono unasimama badala ya upako. Kuna upako wa ufalme wa nuru na kuna upako wa ufalme wa giza. Kadri miaka ilivyopita ndipo huduma yake inavyokuwa, kutoka mikutano midogo hadi makongamano makubwa yanayokusanya watu kutoka mataifa mbalimbali. Lakini pamoja na ukuaji huo, ujumbe wake umeendelea kubaki ule ule, kumwelekeza mwanadamu kwa Mungu na kumfundisha jinsi ya kuishi maisha yanayompendeza Muumba wake. Katika dunia ambayo mara nyingi imejaa sauti nyingi zinazowavuta wanadamu katika mwelekeo tofauti, Christopher Mwakasege ameendelea kwa sauti inayokumbusha wengi kuhusu nguvu ya neno la Mungu, umuhimu wa maombi na nafasi ya imani katika maisha ya kila siku. Na pengine hiki ndicho kinachofanya huduma yake kuwa ya kipekee na iendelee kukumbukwa na wengi, si kwa sababu ya umaarufu wake, bali kwa sababu ya athari ambayo mafundisho yake yameacha katika maisha ya watu. Kwa sababu mwisho wa yote, mafanikio makubwa ya mhubiri hayapimwi kwa ukubwa wa jukwaa analosimama juu yake, bali kwa idadi ya maisha yanayobadilisha kupitia ujumbe anaoubeba. Kama ilivyoandikwa katika Warumi 10 mstari wa 17, imani huja kwa kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Na kwa miaka mingi Christopher Mwakasege amekuwa mmoja wa wale wanaotumia sauti hiyo kuhakikisha neno la Mungu linaendelea kusikika kwa wengi. Makala hii imesomwa na Holiness Mbise, MDTV, na hii ni Gospel Magazine.